are you ready? I can't hear. Nanyuki, are you ready? VIP, regular, VIP, regular, VIP, regular, VIP, regular, VIP. Everybody now, let's go. Everybody. Kila mtu tuende juu tu. Let's go, Raga. Nanyuki. Let's go! All right, Castle. All right, now get your phones. I believe 2018 is their year. And it has taken God to take you where you are. If it has taken God to get you where you are, it will still take God to keep you where you are. I'll see you, because you belong to a chosen generation. I'll see you. How many believe that? Or let's sing together and believe it, right? All right. All right. Nanyuki. Sing it. We are a chosen generation. Nanyuki. To show His excellence. Beautiful. All I require for life, God has given me, and I know who I am. We are a chosen generation. We've been called for to show His excellence. What you say? All I require for life, God has given me, for I know who I am. Mean it. What He says I am. Oh yeah. When He says I am. Beautiful. I know who I am. Oh yeah. I know who God says I am. Oh yeah. What He says I am. I hear it. Where He says I'm at. Beautiful. I know who I am. What's it? I'm working miracles. I live a life of favor. For I know who I am. What's it? I'm working in power. I'm working miracles. I live a life of favor. For I know who I am. All right. All right. All right. All right. All right. All right. Thank you. Thank you, DJ Castle. Settle down. Turn to the pastor. Settle down, guys. Thank you. Appreciate yourselves. Appreciate. Okay, turn to the person seated next to you, whichever side. Give them a high five. Give the other one a high five. And the other one a high five. Now you nyuma, another high five. But the Muzungus who are in the building, let's appreciate them. It's amazing. They are laughing and they can't understand our jokes. I know that feeling. So I went to your mall, the new mall. It was Cedar Mall. Oh, isn't it beautiful or what? Inakaa nikaa Karen imeletwa hapa. Sasa hapo naona watoto wazungu pale, two half caste, two pointy kama mimi. Two pointy. Do you know where I come from? I'm very brown. You should see some of my relatives. Akiwekwa kwa ukuta hivi unafikiri ni shortcut. Katoto kanaambiwa na katoto kanapotea huko kana aki na watoto wa siku hizi wajua na Jayden
Majina watoto wa siku hizi hawaitwi majina za Bible. Ni Jaden, what other one? What? Jess, hakuna Jess siku hizi. Nani? Charlotte. Yeah, those ones. Wale watoto walikuwa wanaitwa Joseph walienda wapi? Ama ule mwalimu ule, kuna jamaa tulikuwa tunasoma naye alikuwa aitwa Theophilus Molei. Hakupata girlfriend ukiwa high school. Wewe ni girlfriend wa Theo. Katoto kanabembelezwa kwa Cedar Mall pale kwa supermarket. Please, let's go home. I don't want. You know, I don't know how you will how many parents are in the house? Clap once if you have a child. Oh, we celebrate you parents. Do you know watoto wa siku hizi wanajifunza simu even hata kakiwa 6 months. Ati before akule lazima achezewe baby shark tintiri baby shark tintiri baby shark mami shark tintiri mami shark. Governor, unakumbuka most of you wale walikuwa na wazazi kama mimi wa ushago, unawekewa ugali ujamaliza, hiyo ni advice. Wangapi walikuwa na wamama, mama yako alishakwambia umevunja vyombo kwa kitchen, unasikia mama yako anakuambia vunja zote. Did you have a mother like that? Sa unashindwa, you should obey your parents. Nafaa kuvunja hizi vingine ama nafaa kufanya aje? Na ukitaka kujua mzazi yako anaweza kuua ni akicheka. Unajua kuna vile mzazi Mwafrika anachekaga. So umefukuzwa shule. So kila mtu ako shule ni wewe. Bangi. So ndio umekuja. School fees yote hiyo. Toka hapo, atakuua. Hebu jaribu kugusa kitu kwa supermarket. Unagusa hata mama yako, baba yako hawezi nipeleka saloon. Wewe unafikiri ndio we cannot discover anything. Introducing our first comedian for tonight. Are you ready? Introducing the finest comedian from Kiambu, all the way from Seattle, Washington. He knows the president. He knows everybody. Baba Natasha, give it up for one and only Manjaro. Wewe kuja. Kuja kidogo. Hey, halo Nyanyuki. Halo. Muko sawa? Muko sawa? By the way, acha niwaambie nimeona mko na wazungu wengi sana. Na acha nikuambie wazungu wanaweza wachanganya na zile vitu ufanya because of love. Kuna siku tumekaa na mamangu kwa nyumba, tukaona msichana amekaa. Ati mama amekaa, ako na watoto 3. Alafu akaanza kurehearse vile ata surprise bwana ati I love you. Alafu anafanya alafu akauliza watoto wake, what do you think about that? Toto tukasema that's sweet. Mama akagojea mzee jioni, I love you. Akamuhag akasema yes, I know you love me. Mama yangu hiyo kitu kamchocha jaribu na baba yangu jioni. Hey, babako anakuja jioni, lazima namfanyia Tukako afa akatuliza, hey, Joro mnafikiria aje? Tukamwambia si atufikirie, wewe unafikiria aje? Lazima ni msurprise. Sasa jioni babangu ameingia, mamangu wako I love you. Wewe Joroge, huyu amekula nini leo? Alafu wanaume acha nionyeshe siri. Ukitaka kutolekea kununua sapa, kuwa spiritual. Unajua kama babangu alikuwa anakuwa spiritual. Kuna siku mamangu amejifanya amejump. Leo acha nikuambie, asiponunua sapa leo, heri tulala jaa sisi wote. Akia nani asiponunua, tunalala jaa sisi wote. Kumbe babangu kwa dirisha anasikia. Babangu kusikia akaingia kwa nyumba akakaa spiritual. Baba tunacha shike, nyamazeni kwanza. Fugeni macho tuombe.
Baba, wewe mwenyewe uliona nikitoka hapa asubuhi baba. Nilikuwa na 100 baba. Nikatumia kama fare baba. Lakini nikajiambia, familia yangu leo lazima ikule vizuri. Ikule ile kitu wajua ikula baba. Baba, uliona niliangukia shilingi 10,000 baba. Baba, uliona nikienda kununua pizza, nikanunua maini, nikanunua kachumbari na chapati. Nikasema leo bibi yangu sitaki achoke, nataka tukule kama family. Baba, uliona nikinunua watermelon, nikanunua matunda, ndio bibi yangu asichoke leo baba. Baba, kwa ile pesa nilikuwa nayo, uliona nilibaki na 5,000. Nikasema 5,000 nitapea bibi yangu ashuke nywele, apeleke zingine kwa shama, na baki na pocket money baba. Baba, wewe mwenyewe ndio umeona nikipigo geta hapa ije kwa geti. Hapo namaliza nawaambia, akimaliza nawaambia, simesikia maombi. Okay, ni mgumu karare. Alafu acha nikwambie, kuna kitu cha professionalism, you know. Unajua kukuwa pastor ama kukuwa doctor inakuanga wito, umeitwa. Yeah? Lakini unaweza jua mtu ameitwa na amejiita. Unaona kama daktari, unakuta madaktari wa hospitali kubwa kubwa, akona watu 3 hapa kwa waiting bay. Na mwingine yako kwa theater, anamfanyia operation kadogo. Lakini venye daktari atataka akiongea na simu, mpaka wagonjwa wengine hawezi ogopa. Yes, Mr. Charles. Yeah, the operation was successful. So you know I've done surgery for 50 years. 10 in the US, 10 in the UK, and now I'm now in Kenya trying to save lives. Yes, the operation was successful. Lakini daktari wa Kiambu ukiwa umepanga hapo line, akitoka na simu, mtatoroka. We, halo Masharia. Hatuwezi fanya kazi hivi. We, uliniambia aje, hebu nikuulize kwanza. Kaigagio inakuwa na refer juu nimekata yenyewe vibaya. Alafu nimekuta watu wa Nyanyuki ni wa genuine. Ati mpaka mzee akienda hoteli anaacha tip. Akienda club anaacha tip. Kiambu huwezi achio tip. Huyo mzee afadhali akule mpaka the last coin, mpaka ataitisha kitu kunanga kwa bar. Mzee anakuja anasema, sheji yangu ikuje. Inakuja 20 bob. Nini ninaweza nunua na hii 20 huku? Haya, nipatie kiberiti. Anapewa kiberiti. Wamebaki na 15. Nini naweza nunua huku ingine? Mnauza dania huku. Thank you, Nyanyuki. I love you so much. Coming up after the break. Kuna ingine tulikuja nayo hapa hivi, inakuanga tu na tumbo kubwa na nyama nyingi na inanga maziwa, inaitwa njesi. You know, everybody keeps asking, kwa nini Nanyuki inaitwa mwisho wa reli? I wanted to know, hii reli mwisho wake ni wapi? Can you believe it? Reli ilikuja ikaishia pap. This end. Iliishia hapa, imagine. Na jamaa kajenga hao. Nanyuki, yani ndio imeisha. Hapa ndio imeishia. Reli, gari ya moshi ikuje ifike hapa irudi. Hapa ndio mwisho. Mwisho wa reli. And by the way, we'll be asking the residents hapa, kwa nini iliitwa mwisho wa reli? Map ilipotelea. Naye alipotea nayo. Simjui, lakini ukifuatilia historia ya mababu watakueleza vizuri. Wacha tena tutafute babu mmoja tumlete, alafu tutakushosia. Sawa. Kabisa. Map ilipotelea hapa. Aje na nani? Wahindi walifika hapa akapata mama na wasichana hapa majengo. Hapo ndio ilipotelea. Wakaingia na mapa hapa. Haikuitoka. Noma sana. Sasa hapa ndio mwisho wa reli. Hapa ndio mwisho wa reli. Hapa ndio mapu ilipotelea. Waambie kwa nini ilipotea? Ilipotea shauri ya watu kunywa mapombe. Alafu kunywa mapombe, kunywa maheroini na nini, na takataka zote, mabagi nini yote.
Show your love for one and only ZD. Umejuaje kama si umbea, umejuaje? Umejuaje, umejuaje, umejuaje? Umejuaje nimefanikiwa, umejuaje? DJ, unaona hizi nguo zangu kama zinakaa taarabu? Niwekee Mugithi. Niwekee hata kama niyo Thio Kiomaga. Weko, 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 we. Shukran sana DJ. Unaona, ameona hizi niwekea Thio Kiomaga juu huku mtu hawezi kauka. Ile baridi iko. Hata mungeita Cowboy Edition, mungeita Boshori. Unajua kuna saa zingine nakaanga hivi najiuliza, Nanyuki kuna nini? Yaani mkoloni anatereri ikuje kusimamia huku. Kwani ni nini hii aliona? Ama unataka kuniambia wasichana wa Nanyuki mlikula pesa ya chuma? Juu, lakini wasichana wenyu ni warembo, mashallah, wako poa. Hata wanaume wenyu by then wa handsome sana. Juu unashangaa. Nini unavutianga wazungu mpaka wazungu tujoni wakakuja huku wakakatalia huku. Wakatuacha huko Mombasa na hizo taarabu. Umeona huyo msichana hapa, in fact huyo anafaa afukuzwe msikiti. Unajua kitu wamefanya mpaka nikajiuliza maswali. Nikajiuliza kwani nilikosea wapi? Juu, unaniona tu hivi lakini nikigeuka unadhani nimetoka Kiambu. Unajua huku Nanyuki kuna Wakorino. By the way, mpenda Wakorino sana. Si ati kwa sababu mimi hufunga kitambaa, mimi upenda Wakorino juu ya imani yao. Unajua ni vizuri sana ukidate Mkorino juu akikukosea, kama mko naye kwa nyumba, kama ni chali yako ama ni demu yako, unasoku viremba zake zote. Unajua hezi toka. Anasaika mnasaika. Unajua kwanza napenda wenye wanasaikaga. Anasemanga, oh, clear line. Oh, line 3, line 1 iko busy. Oh, sturu haina maika. Brika nenya na shai. Kanta bila kelia. Firifiri bila kachubari. Oh, wifi, fiber, Sahara Tibarad. Naweza kuwa Mkorino. Lakini napenda Wakorino sana. Wakorino ujue kitumia wapendea moja. Waezi chotwa na maisha kama nyinyi. Mmeona wazungu kumkaanza kuita watoi Jaden Kenothia. Uwezi pata Mkorino. Wanashikilianga majina zao za Biblia. Jakufu, Isaka, Enoko, Abednego. Alafu wanaitananga na hiyo waithe wa Misheki. Mpaka wasichana wao Defora, Maritha, Rahafu. Alafu kazi zao, by the way, Wakorino wako na kazi zao. Uwezi pata Mkorino ati tunapata Mkorino amefungua kinyozi. Ama upate ati Mkorino polisi. Unaona? Ati polisi wenye wanakujaga, wewe heshimu kiraoni. Imagine Mkorino ati wewe heshimu kereba. Unajua kazi za Wakorino zinajikaa. Kuna kazi za Wakorino kama kulipea sufuria, kutengeneza baiskeli, kuchomelea. Wana kusema kwenye hakuna Mkorino alikuwa anapita anasema wadefe mashufa na magazeti. Hizo ni kazi zao. By the way, tukiongelea mambo ya kazi, unajua mtu fanya kazi anafanana na hiyo kazi. Ujaipita tu tao hivi ukasikia mtu amekwambia sasa Zedi, alafu kasalimika poa, alafu kasimama kajiuliza na mtu nilimuona wapi? Inakusumbua kwa akili mpaka jioni unasahau. Unafika mtaa, unakumbuka una sukari, unaenda kwa duka.
Alafu unasema nipatie sukari quarter, mwenye duka anakwambia zedi nilikusalimia town na huku nisalimika. Alafu unasema gai, ni wewe. Unajua nakujuaga tu passport. Shukran. All the way from Voi, ladies and gentlemen, Nanyuki. Give it up for Rashid Abdallah. Asante DJ. Nanyuki hamjambo? Angalia mwenzako muulize mambo gani haya. Wajua mimi nashangaa mambo gani watu wameharibu Kiswahili kabisa siku hizi. Watu wamesahau Kiswahili kinafaa kitukuzwe. Na kulingana na uchunguzi wangu, nimegundua Kiswahili hakijafika kabisa Nanyuki. Maki mimi nilipoingia niliamua acha nitete round kidogo kuangalia mazingira, nikafika mahali nikapata kuna duka limeandikwa Kamau Kiosk. Alafu pale kuna kijana. Nikasema sasa hapa ndo nafaa kunywa soda afu nipige story na Kamau. Nikamfuata. Vipi Kamau? Salama sana. Kamau, wajua mimi nimetembea hii Nanyuki town, nimeipenda sana na hakuna mahali nimepachukia. Wacha Kamau arukie. Hapo ndugu yangu ndo umefanya makosa. Ungechukia hapa. Siku ingine ukifika, chukia hapa ndugu yangu. Hii ndo stage. Mimi nikaona Kamau kuna venye hatuelewani. Akili yake iko kwa biashara sana. Nikaona acha nimtupie swali la biashara. Nikamwambia sasa Kamau, katika hii biashara yako una changamoto gani? Ndugu yangu, nani ashage moto? Mimi nitashaga pesa ama nishage moto? Wajua mtaani kwetu, mimi natokea Voi Taita Taveta. Kule ukitaka kupata mrembo mpaka umuongeleshe Kiswahili, alafu umpambe fulani hivi. Sasa kuna mrembo mimi nilimfuata yafanya bank. Nikajuazi hapa lazima Kiswahili changu kiwe cha pesa. Nikamfuata nikamwambia, madam, naona tabasamu lako swa dakta. Macho yanaita, kifuani saa sita. Na hata ukinipita, nikiangalia unavyopepeta, utafikiria vile bata. Mtoto akasikia rangi akasema, wacha niharibu. Nikamwambia, afu nikikuangalia, mimi utamani sana kukutumia. Kumbe haja yako wewe uje unitumie. Nikamwambia, tulia mama, si wafanya banki wewe. Nataka kukutumia hela zangu zote ukae nazo. Nikamwambia, tuachane na hayo. Naweza nikadeposit. Wataka kudeposit pesa ngapi? Sitaki kudeposit pesa. Wataka kudeposit nini? Tuambiwa pesa ni sabuni ya roho. Sina pesa, sina sabuni, lakini roho nayo, acha nikuachie. Nimekuja Nanyuki, nimegundua hata sifai kutumia ujuzi sana. Kuna jamaa naona ameng'oka na mrembo rais, maneno mawili tu. Sijaelewa amemaanisha nini. Mimi nimesikia tu Shiro Joerumu. Ni sawa, sijaelewa, lakini hapo kwa rumurumu napata picha. Lakini wajua tuambiwa Kiswahili kiko pwani sana kwa midomo yetu, lakini kwenye vitabu ndo kuna shida. Mfano mimi nikiwa shuleni, kuna siku mwalimu aliingia darasani, akaandika sentensi. Nimekula chapati, sambusa na mandazi. Afu akageuka akatuliza, hii sentensi iko kwa ngeli gani? Hakuna mtu alikuwa anajua. Lakini rafiki yangu Omari nani? Omari aliamka akaangalia hiyo sentensi. Chapati, sambusa na bado tuko na mandazi hapa. Mwalimu, lazima hii sentensi iko kwa ngeli ya ngano. Asanteni sana Nanyuki. Hey! Please show your love for talented Mwende. Thank you DJ. Oh my goodness.
Wow. Wewe umetokelezea kutokelezea ni ayeni. Ni ayeni akisema unisalimike tu. Mko piti? Hata mimi niko piti na kwa wale waninjui I am the only surviving slay queen from Ukambani. Alafu something yenye watu wengi wanga wanjui, maembe ikiva inakuanga ya yellow, mandisi pia ikiva inakuanga ya yellow. Nisipovaa yellow watanjua aje nimeiva. Aki siamini ati niko katikati ya Kenya. Mnanjuanga Nanyuki ni katikati ya Kenya. But you guys are very lucky. Njoo unajua latitude imepitia hapa tu. Zero degrees Celsius. That's why hata hamuna attitude. Na mhamulingi manjin. Lakini I hope hamuna zero chills, si ndio? Mutacheka njoski zangu. Yeah, so today in Nanyuki today it is cowboys edition. Sijui mbona walitumbangua. Hawakuandika cowgirls. Mimi na yeye ni nani? Na kwanga nimechanuka ile unja iona nilinjiami na kangondi papa. Si ndio? But who is a cowboy? Who is a cowboy? Mimi cowboy yenye najua ni kategori 3. Kategori ya kwanza ni wenye wanavalianga hizi kofia hizi hat, boots, belt, alafu wanachunganga ng'ombe huko kwa lunch, alafu wanaendesha palasi. Hao wanakuanga kwa TV. Huku kwetu hatuna cowboy, ni vijana wa kukamua. Si ndio? Tusindanganyane, si ni ukweli? Alafu uzuri wa kizungu, mimi kitu napendea kizungu kabla tuende kwa the next, inafanyanga mambo ikuwe tamu. Yani hata ukinini, yani inafanyanga tu mambo isikwaze mtu, inakaa tu smart. Like tuseme for example, wanaume ni cowboys na wanawake ni cowgirls. Nikiwanjumuisha pamoja, sinaweza nikasema we are a group of cows. Si unaona inakaa tu smart. We are a group of cows, inakaa smart. Lakini ukiweka kwa Kiswahili inakaa pimbaya. Hata heli nisitanje, but tukichukua example kama ya a cowgirl, uiweke kwa Kiswahili cowgirl. Cowgirl, ng'ombe msichana. Si ndio? Lakini ukiweka the other round useme msichana ng'ombe. Ni kumaanisha huyu msichana ni ng'ombe tu ya kawaida, si ndio? Yaani huyu msichana ni ng'ombe mtu. Alafu unajua kuna kategori nyingi za ng'ombe. Kuna kategori nyingi za ng'ombe. Kuna Flesian, kuna sijui nyingine ni tango ngasni. Zinatoanga maziwa nyingi, zinatoa nyama. Lakini kuna nyingine tulikuja nayo hapa. Hivi inakuanga tu na tumbo kubwa na nyama nyingi na inanga maziwa, inaitwa njesi. The other cowboy ya 3 ni kaninio, kale ka cowboy, kale ka ndani. Si mnakajua? Kwanza kitambo tulikuwa tunatoka 350. In fact ndi kama tulikuwa tu unisex because I had some. Oh my goodness, I can't forget the experience. It was awesome. Let me tell you, unajua tu vitu nilikuwa natupenda sana. Njoo tu vitu tulikuwa comfortable first of all. Alafu hata ulikuwa unatuvaa miaka nenda atualimbiki. Na hata tukialimbika, tuseme tumealimbuka downwards, forward, backward, kale kamupila kalikuwa kanabaki tu kakiwa strong. Yani kalikuwa strong hapo voka mpila. Yani hata ukitembea hivi unasikia tu ukiwa comfortable. Hata kama uko chini kumepolomoka uwezi ukanotice. Wasichana wananuki. Si mnatulingia kwa Facebook. Ati mnashikilia leli hivi na swang. Mwisho wa leli things. Ati chilling mwisho. Yani mnatulingia na mwisho wa leli sana. Na huko kwetu acha nikwambie huko hivyo Kitui. Tuko kwa mpaka ya Kitui. Yani Kitui tuko kwa mpaka ya Kenya na Somalia na atulingi. Na atulingi, yani namaanisha Kitui ikiwa hapa, Somalia ni pale kwa Al-Shambab. So inabidiki tutulie tu tunyamaze, hiyo story tuikanyangie chini ya maji. Lakini njoo huko hivyo kwetu Ukambani ya kunanga maji, story tunakanyangianga chini ya pumbi.
Thank you Nanyuki, mwende. Coming up after the break. Shika hii mrembo. Kaa na hiyo. Sasa tutahang out na wewe leo. Something new, big and fresh is in the cards. Saturday, 25th August, all roads leads to Uhuru Gardens. It is the August 2018 Chacho Kids Festival with a new Downy concentrate at the Uhuru Garden. Freshness with every move, big surprises, lots of fun, lots of activities, plus a chance to win with your family. Entry: children's 300 bob, parents 200 bob. Tickets available in all Naivas supermarkets, Nairobi, or dial *229*29#. Saturday, 25th August at the Chacho Kids Festival with a new Downy concentrate at the Uhuru Gardens. Hii hapana kosa. Salute. Have salute. What a salute. Another self. Drop. Scouts, remove your headdresses. Scout motto. Be prepared. Scout motto. Be prepared. My name is Sheila Mweni in Likil International School. Our school began in the year 1994. It was built by our late director and sponsor, Dr. Hetchen Githaiga. He had a heart of helping the needy child in order to fulfill his dreams. He himself benefited from bursaries and scholarships. He was a famous product of the famous John F. Kennedy airlift to the United States of the young African students, which changed the history of Kenya in a tremendous way. President Kennedy will repeat again and again, think not what your country can do for you, but what you can do for your country. So this quote preyed on Dr. Githaiga's mind that it created a dream. His dream was to have an institution that would offer respite and fulfill a needy child's life dream. And indeed, this is how Likhi Hills School came to be. We always stick to our school motto, strive to excel. Wase. Nani ako na mchongwano? Nasikia ni mfupi hadi unafanyia wanite kwa kijiko. Usikia babu yako ni mzee hadi anamea nywele kwa ulimi. Wase. Nasikia nyinyi ni rich paka mnapaka ng'ombe lipstick. Hawa anatumia rich. Wewe kama mwanafunzi wa shule wa Likhi High International School, ukakuwa president, unaweza fanya nini? Unaweza saidia aje wa Kenya? I could build the hospitals and the schools. I could stop corruption and build everyone a house who does not have. Tulize, kwa nini Kenya watu wameshindwa kufight corruption? Mnadhani ni nini? Wale wenye wana fight corruption ndio wako corrupt. Sasa hatuwezi maliza corruption Kenya. Who is the richest man in the world? The richest man in the world is Bill Gates. And who is the richest man in Kenya? Mike Sonko. Uhuru. Wanyama. And the poorest man in Kenya? Githeri man. Which is the highest paying job? To be a president. Kuwa footballer. Kwa sababu kila wiki unalipwa. Kuwa daktari kwa sababu una save life ya watu. Which is the lowest paying job? Kuwa makanga. Kuwa kazi ya kubebeana watu mizigo. Aba shetani niko na Yesu. Niko na nguvu. Shetani niko na Yesu. Niko na nguvu. Niko na Which school is this? And which show is this? Eka mkono moja juu. Kila mtu ndio juu na Nyuki Twende hapo. DJ wacha kelele, weka ngoma.
Hey, hey. Wewe, chunga uzee. Uzee ni ngao. Chunga uzee. Geukia mwenzako mwambie triki sana. Triki sana. Mwambie mwingine ngoja. Yeah. Ni wewe umeruka kutoka hapa kutufika hapa? Ni mimi. So umezoea kuruka watu madeni. Mko salama na nyuki? Hey. Nilikuwa nimeanza kujaribu kuliingia hii baridi yenu. Lakini imenipiga cold war vibaya sana. Hadi sasa naona wacha nivae makoti zangu. Naweza enda na hanga. Unaweza tu simama hapa juu bado hatukuoni. Haina difference. IC yako hii. Hivyo ndio watu hufutwa. Isi yako. Nilikuwa nataka kuwekea. Hii ni solution ya baridi yangu. Cha nitafute kama mrembo. Toka hapa. Shika hii mrembo. Kaa na hiyo. Sasa tutahanga out na wewe leo. Geukia mwenzako mwambie triki sana. Triki sana. Mko salama sana na nyuki. Akiro nyanyuki ni tamu, baridi ndio mbaya. Sasa venye wanaume wa kule kwingine wakienda gym wanatokanga na cubes, wa huku wanatokanga na ice cubes. Hii baridi ni mbaya sana. Wala. Nimesikia anko akisema huku ni mnajua biashara kila kitu, ni ukweli? Hebu jipigeni makofi kabisa. Nimeona wazungu hapa nikaambiwa mlikuwa mnaoita sijui white what? Wako na mashamba wazuri huko, hadi nimeona wengine wanajua Kiswahili. Wako wapi wazungu? Mzungu ni wavie hai. Hai mzungu. Huwezi kuwa mzungu labda kwa ndoto. Ukienda kwa restaurant uitishe chai. Huyo mhudumu aende, halafu wewe ubaki ukingoja. Hapo nani anakuaga waiter? Hawazungu si walitubeba wana. Halafu na nyuki nimeambiwa nyinyi ndio mmeshinda na wazungu kabisa tangu wakati wa colonization nyinyi. Mimi nikikuja na huku na nyuki nilikuwa na expect nipate kizungu imekolea. Mko sawa kizungu? Hata sasa hivi tunafaa kuwa tunavurumisha mavizungu hapa hivi saa hii. Hebu geukia mtu kwa kando yako mwambie if you know you know. Geukia huyo mwingine mwambie go to hell. Sorry. Go to Hell's Gate. Iko hapo hivi naiwasha. Tunafaa kuwa sasa hivi tunavurumisha. Mimi nilikuwa naona nikifika na nyuki hivi napata watu wanaongea mavingereza. Lakini kitu nimepatana nayo pale kwa mall. Niko tu hapo maraundi zangu. Stray Queen ndio huyo anakuja akikimbia. Anakaa kizungu anatafuta picha ya triki. Mimi nikigoja aongee kizungu zuri kwanza anaanza grammatic error kwa salamu. Ati hi, MCA Tricky hey. Nashangaa. Na hii baridi unawezaje nisalimia hey? Nani ajui? You should make hay when the sun shines. Nani ajui hiyo? Ati hey, sasa hii wakati wa baridi nisalimie vitu za kunichangamsha, kuja uniambie MCA Tricky mwa. Ukiona sisikie MCA Tricky mwa. Vitu kama hizo. Stray Queen ndio huyu na makivingereza zake. Alafu ma Stray Queen waulize swali moja. Mbona mnatulizanga maswali mnajua already? Kakaniambia, Churchill show will be fun. Nikakaambia yeye sana. I know. Kama unajua, unaniuliza nini? Viatu zangu zinakaa poa. I know. Sasa I know inatokaga wapi? Sasa Stray Queen kameharibu kabisa Kiingereza. Nikaona haka kuna kielele ya Kiingereza, nikaamua kukatest kidogo. Nikakauliza, hii ni mall tuko hapa? Sasa mall ndogo inaitangwa aje kwa Kiingereza? Small. Nikaangalia hivi Stray Queen sasa huyu utapeleka wapi sasa? Halafu ma Stray Queen huko sijui kama wako na tabia ma Stray Queen huko Nairobi kwetu. Huko wanafanya vitu vice versa. Kama kitu ni ya kufupisha, hawafupishi. Kama ni ya kukata, hawakati, wanafanya for example, ndani ya shule Stray Queen ameweka makucha na nyuki mnalea watoto. Nairobi Stray Queen wanalea kucha na eyebrows. Unapatana na Stray Queen kako na kucha refu.
kucha refu vizuri hivi, halafu bahati mbaya kakuwe ni keusi kuliko ule jamaa anatangazana na Maina Kageni, simujui, keusi kabisa na kakona kucha refu, kakitembea hivi kakikuja hivi unadhani ni usiku kucha. Alafu wako na tabia za majina. Hata nikiuliza hawa wanakatakata majina zao. Sijui naitwa nani, naitwa Wai. Wewe unaitwa nani? Unaitwa Zai. Naitwa Wai. Ukifuatilia ni Waiterero. Sasa shida ni wale wabaya ni wale wanakupea na simu. Unaitwa nani? Naitwa Phil. Unaweka kwa simu vizuri Phil. Ukienda kupiga simu, thank you for calling Philomena. Sasa mbona mnakatakata majina kabisa? Mmesalimiwa sana na rende yangu ya Nairobi, wapigeni makofi. Katunge bado wamewasalimia sana. Anajikakamua kwa maisha. Bado yeye ndo MC wangu, yani main chick. Na kwa mtaa huko. Piento naye alifungua biashara mpya ya kuuza gazeti. Sasa shida ni juzi hatakangi kuachilia do. Kuna customer amekuja akiuza gazeti, customer akakuja akapata gazeti hiyo siku imeisha. Lakini juu Piento haezi achilia shilingi iende. Akachukua pesa na juu hiyo siku ilikuwa tarehe 20 akamfungia gazeti 2 za tarehe 10. Hatujui huyo jamaa alienda kuzifanyia nini. Barikiweni sana na Nyuki. We came here to Nanyuki. There's a lot of talent here in Nanyuki, and I'm sure the governor is working so hard to grow those talents. And we're going to partner with his government to see how we can grow up these talents. Let me show you, for example, the performance you're about to see next. I've never seen a performance like that. It's world class. Very young guys from Nanyuki right here. These are your very own. I want you to appreciate them even as they come on stage, all right? I want to introduce you, ladies and gentlemen, July.